Mimi jina langu ni Mzee George Jonathan Dababunyi, mkazi wa Jiruligwa, kijiji cha Jiruligwa, kata ya Kabanga. Siku ile ilikuwa siku ya Jumapili. Ndio kijana huyu marehemu amekuwa na tatizo la afya ya akili mwaka 2008 akiwa kidato cha 5. Basi tuliendelea na jitihada za kumtibu, akapata nafuu, akarudia tena ile mwaka wa kile kidato cha 5, akaenda kamaliza kidato cha 6, lakini afya bado iliendelea kuwa mbaya. Tukawa tunatafuta matibabu, tukaenda Mirembe mara nyingi tu, alilazwa Bugando mara nyingi, alilazwa Murugwanza mara nyingi, alilazwa hospitali mara nyingi, lakini pia alikuwa akipatiwa na huduma za kiroho. Basi akawa naendelea na kupata nafuu, lakini mimi nadhani siku hiyo akaona kama anapoteza muda, kwa sababu hasa nikiangalia nadhani kwa kijilinganisha na wale vijana aliosoma naye, nadhani akakata tamaa kabisa. Na siku hiyo alikuwa amelala kanisani na kamati ya maombezi. Wakaamka asubuhi, wakaja kunywa chai pale nyumbani pamoja na wana maombi. Baadaye walirudi kanisani, wakakuta ibada ya Sunday school inaendelea kanisa la PG pale Jiruligwa. Yeye akashiriki ile ibada ya watoto. Ilipokamilika akaondoka, akarudi na Biblia akaiacha nyumbani, akaondoka. Sisi tulijua yuko kanisani, mimi na mama ndio tuko nyumbani peke yetu. Lakini baadaye tulipigiwa simu na ndugu yetu anaitwa Hagaba Sedekia kwamba God anaelekea eneo la kitongoji cha Mrukoli, lakini kuelekea kule darajani kule Mtoni. Basi tukampigia mzee kiongozi wa kanisa PG ambaye alikuwa naye, tukampigia kwamba inaelekea ametoroka. Akamfuatilia, akabeba vijana wengine wawili, lakini aliwadanganya kwamba anafika shambani atarudi. Basi baada kama dakika 40 hivi ndio tukapigwa simu kwamba amejidumbukiza mtoni. Baada kama dakika 40 tukaambiwa kwamba amejidumbukiza mtoni. Basi tukaanza taratibu za kuopoa mwili. Tangu hiyo siku ya Jumapili mvua hizi zikawa zinatukatisha. Jumatatu tukaendelea na jitihada, Jumanne vivyo hivyo, jana Jumatatu tukasema tuanue tanga. Sasa leo asubuhi kama saa 5 hivi tukaletewa taarifa tena kwamba kuna maiti imeopolewa pale darajani. Tulipokwenda tulikuta sio maiti, mwili sio kwetu. Basi baadaye wewe nafikiri dada Asma ndio amenipigia simu. Nipigia mimi simu ya kwanza, ndio nikamjulisha huyu kijana wangu mchungaji kwamba kuna jambo hili. Basi ndio tukaanza safari ya kuja kuthibitisha mwili, na kwa kweli mwili huu ni wa kwetu, kwa sababu alivyokuwa amevaa ndivyo alivyo kabisa. Amepatikana wapi? Lakini pia ana viumvi. Amepatikana boda ya Rusumo. Huo sisi baada ya kutambua kwamba sio mwili wetu, basi serikali ya kijiji cha Jiruligwa waliendelea na taratibu nyingine, na zilizoendelea kwa kweli sijui. Baada ya hapa ni mazishi na maisha mengine yanaendelea. Hakutakuwa na msiba wote? Hakutakuwa na msiba wote. Na mnaenda kumzika wapi? Tumeomba eneo la kijiji cha Rusumo. Bahati zetu tumekubaliwa na hivi tunataka kuelekea kuhifadhi mwili hapa. Asante.